Karibu sana kwenye Jack Media TZ. Leo tunazungumzia mada nyeti sana, sababu za kukataliwa bila kuambiwa. Kwa wale waliowahi kuomba JWTZ lakini hawakupata majibu wala kuitwa. Je, umewahi kuomba na ukakaa ukisubiri bila taarifa yoyote? Usihofu. Leo utajua ukweli wote. 1. Mfumo wa uteuzi. Katika mchakato wa kuchagua waombaji JWTZ, hakuna nafasi ya kutoa majibu kwa kila mtu. Mfumo wa usaili unaofuata vigezo maalum ambavyo ukikosa hata kimoja tu huwezi kuendelea. Lakini kwa nini huambiwi? JWTZ ni taasisi ya kijeshi inayoendeshwa kwa nidhamu na ukimya. Hakuna barua za kukataa kama taasisi nyingine. Ukikosa sifa, jina lako halitaitwa, na huo ndio ujumbe wake. 2. Sababu kuu za kukataliwa. Hizi ndizo sababu zinazowafanya wengi wakataliwe bila kuambiwa. 1. Kutokamilisha nyaraka, cheti cha kuzaliwa, vyeti vya shule au namba ya mtihani isiyo sahihi. 2. Makosa kwenye maombi, tarehe ya kuzaliwa, jinsia au taarifa nyingine zikiwa na hitilafu. 3. Kutozingatia vigezo rasmi, mfano umri, elimu au urefu usiofaa kwa JWTZ. 4. Kutokuwa na afya nzuri. Hata kama hujapimwa rasmi, taarifa zako zinaweza kukataliwa mapema tu. 5. Maadili au rekodi mbaya ya tabia. Baadhi ya taarifa hukaguliwa kimya kimya. 6. Idadi ya nafasi kuwa ndogo. Unaweza kuwa mzuri lakini nafasi chache huchukuliwa na walio bora zaidi. Sehemu ya 3. Sababu zinazotokana na mfumo. Sababu zinazotokana na mfumo. Mfumo wa uchujaji si rafiki, hautoi mrejesho. Ni ushindani mkubwa, zaidi ya maombi 1000 huwasilishwa kwa nafasi chache. Hakuna feedback, JWTZ hujibu moja kwa moja. Sehemu ya 4, unatakiwa kufanya nini? Kagua upya nyaraka zako, hakikisha zinaendana na vigezo. 2. Jiandae zaidi kimwili, kiakili na kimaadili. 3. Usikate tamaa. Wengine wamejaribu mara 2 au 3 kabla ya kufaulu. 4. Fuata taarifa sahihi. Epuka habari za mitaani. Kukosa kuitwa si mwisho wa ndoto yako ya kijeshi. Kuna nafasi nyingine, na pia unaweza kujaribu taasisi nyingine kama polisi, magereza au jeshi la kujenga taifa JKT. Subscribe sasa hapa Jack Media TZ kwa mfululizo wa video zenye mwanga, maarifa na msaada kwa vijana wa Kitanzania.